Kwa majina naitwa Robert Matias, mwenyekiti mstaafu wa Michomoko hapa Kigoma Kasulu. Mimi naweza nikazungumzia kwa michezo yote tulioicheza, michezo yote mitatu ya timu ya taifa ya Tanzania. Ni kweli timu imecheza vizuri kulinganisha na vipindi vilivyopita huko katika mashindano ya AFCON ambayo tuliwahi kushiriki ya huko nyuma, kwamba kwa namna moja au nyingine kwa namna timu imeprove kwa kiasi kikubwa kutoka huko na hapa sasa. Timu imejitahidi kucheza kwa uwezo ambao kadri ambavyo mwalimu maelekezo aliyowapa, isipokuwa tu ni mambo ambayo yalikuwa ni madogo madogo ambayo yanataka kusababisha au kutugawa kama taifa. Kwa mfano na kuonyesha, kwa mfano kama mechi kabla hii, mechi iliyopita kabla hii ya jana, Faisali ni mchezaji alikuwa ametoka kwenye injury, alikuwa na injury. Umeona ambavyo yeye na yule Yakubu, yule mchezaji wa Simba goalkeeper, walikuwa na injury. Unaenda kumpa mechi kubwa ambayo ilikuwa inahitaji matokeo chanya sana. Yaani matokeo ya mechi ya Uganda ilikuwa ni matokeo muhimu. Maana Uganda wanahitaji na Taifa Star kama taifa tunahitaji. Ametoka kwenye majeraha. Ni kweli amepona, lakini katoka kwenye majeraha. Unampa mechi ngumu kama ile ambayo mechi kwa ina nguvu, ina upinzani mkubwa. Umeona nguvu zilikuwa zinahitajika zitumike, ufundi mwingi ndio ufanyike. Umeona unaenda kumpa Faisali. Na mbaya zaidi unaenda kumpa dakika nyingi. Unampa dakika nyingi anacheza. Baba kiasi kwamba ni kwa sababu ni mtu ana kitu, ana talent kubwa. Hata angepewa dakika chache hata za mwishoni aje akacheze, isingekuwa mbaya. Umeona? Lakini unampa cha kabuni dakika 70 na Faisal unampa kabuni dakika 70 na anacheza. Umeona? Kwa hiyo ni miongoni ambapo kuna baadhi ya sehemu kunaona kabisa kama Faisal gepu lake linaonekana, ambapo inahitaji Faisal aende akakabe push team, ilikuwa inakosekana. Wapo nje kuna mtu kama Kagoma anaweza kaingia yule akasogea juu, namba 6 kaja akacheza Kagoma. Umeona? Kuna mtu kama Morris Abraham ni mtu ambaye anaweza kakofu, anaweza akacheza winga, anaweza akacheza na nafasi ya kiungo namba 8, namba 10, anaweza akacheza hizo nafasi na akacheza kwa uzani sawa. Umeona? Mtu kama Kip Dennis ni mtu anaweza kakofu, akacheza kama striker, anaweza akacheza kama winga. Umeona? Ana uwezo wa kukaba na nguvu. Umeona? Lakini unamwacha kwa mfano kama yule unamuingiza yule Kevin John ile mechi ya Uganda, anacheza dakika nyingi ambazo hazikuwa na impact yoyote, hakuwa na sababu yoyote kutumia dakika zote zile alizozitumia na kufanya lolote kwa dakika zote alizozicheza. Umeona? Kwa mimi nafikiri timu ipo vizuri kama kocha ataacha kuwa na mentality kwamba kuna utimu fulani na nini, kwamba ni mchezaji kwamba apangwe kwa uwezo alionao, kwamba mchezaji apangwe kwa uwezo alionao. Mimi naamini timu ya taifa itafika mbali sana. Umeona? Tuache ubinafsi wa ngazi za vilabu, kwenye vilabu ambavyo tunatoka, kwa maana Azam, Simba, Yanga, Singida si nini, kwamba mtu apangwe kwa uwezo wake. Kwa mfano na kuonyesha mechi ya jana, kulikuwa kuna sababu gani ya kwanza na mabeki wale wote? Unaanza na yule Mamnyeto, una Baka, una Mohamed Hussein, sawa, una Mnoga, una yule Jobu, umeona vizuri? Yaani wao kiasilia wote tunaowataja wote ni mabeki. Alafu ni wewe ni mchezaji ambaye unataka kwenda kucheza utafute ushindi, kwa maana utoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Unaanzaje na mabeki hao wote? Maana yake ni nini? Maana yake umeenda kujilinda, sio kuziwia. Ndio maana unaona kudefense. Ndio maana uliona wakina Samata, wakina Msuva walikuwa wanashuka sana huko chini. Kwa nini wanashuka? Wanalazimika kuja kusaidia timu kuziwia timu, ambapo wangekuwa wamesogea kidogo, kwamba hata kisikipigwa counter attack waweze kupata mipira kwa urahisi, waweze kushambulia kwa urahisi. Wanakuwa kumbata kipa kianzisha mipira ikipigwa vole, unaona kabisa wako mbali, bado wako kwetu. Mipira wanachukua na mabwana, wanaanza chini, wale Waarabu wanasukuma, wanaanza kusonga. Ndio kuna muda mwingi wako kwetu. Umeona vizuri? Ndio kuna muda mwingi wako kwetu. Kumbe sasa apangwe mchezaji kwa uwezo alionao. Tuache tifadi zetu za naniza kwenye vilabu, tusizipeleke kwenye timu ya taifa, tucheze. Sawa, wapangwe mtu. Mimi na imani hakuna ambaye afahamu uwezo wa Kagoma. Sawa, kwenye swala la kuvunja kuni, mimi na imani hapa Tanzania kuna mtu ambaye kiungo basi anaweza kuvunja kama Kagoma, ambaye akaingia chini ya uvungu kama Kagoma. Umeona? Huo ni ukweli. Kwenye kiungo namba 6 huo uwezo mkubwa anao. Na ndio maana unaona si wale Uganda siku ile pale katikati walituzidi sana Dismas. Umeona? Ndio kama ulimuona alifanya kazi ya ziada sana jana, kama ulimuona.
alifanya kazi sana ziada. Yani kama ni pongezi apewe sana yule pongezi. Alikichafua sana pale nyuma. Na ndio alifanya kama uliona idara ya ulinzi yeye ndiye alitendea sana haki. Maana kama unaona kuna wakati fulani kina Mamnyeto waliparaganyika pale baada ya kupewa zile kadi na nini ile pena kwa watu kwenye mchezo iliparaganyika sana na nini nafasi ya ulinzi sana, lakini akajitahidi kupunguzia mzigo. Mimi nafikiri umeuliza swali zuri sana. Kwa mfano kwa mimi binafsi yani kwa mechi kama ile ya jana mimi Faisal sikuwa nataka aanze. Asingeanza, angepumzisha basi angalau ingia dakika ya 60 70, angalau kuna shughuli imeshafanyika, kuna unyama mwingi hapa kakati utakuwa umefanyika. Umeona, kwa maana akitoka asipoanza Kagoma akapumzika, akaanza Kagoma na Faisal akapumzika, mimi na imani kuna nguvu, sababu ile ni mechi ambayo inahitaji lazima kukaba, inahitaji watu wakabe, yani msuguano uwe mkubwa, yani ukabaji uwe mkubwa. Ni kweli ufundi unahitajika uwe mwingi, lakini ufundi tunataka tuone kule mbele, ufundi kwenye safu ya kushambulia, ila kwenye kiungo inahitaji watu wakabe, mpate mipira kwa haraka ili mpush timu iende, sababu kama mna mpira msije mkapush timu, maana yake mkiwa mna mpira ndio mnaenda kushambulia, mna force, mnaenda kushambulia kwa kasi. Umeona counter attack zote kama kuna ziona zikipigwa hakuna watu, ndio maana kama yule mnoga kwa kifika anataka kukunja kiteki hamna watu, wakina Samata hapo kwetu inabidi tu arudi tena afinye arudi ndani, anashindwa kukunja na nini kupiga cross, hakuna watu. Kwanza waelewe ni timu ya taifa na taifa lote linawatazama wao, yani ili kutuheshimisha wao ndio watakao watuheshimisha. Kumbe tuache tofauti zetu zozote, yani kwa wakati tuwe pamoja, tutiane moyo kama ambavyo jana game ilivyoacha. Samata aliwatia moyo wachezaji wenzake, kama captain alizungumza, aliwapa maneno ambayo ni mazuri. Yeye ndio maneno yanahitajika, tushikamane, tuache tofauti zetu, tusapotiane, na mwalimu apange kikosi cha mbani sawa sawa atakao kuwa amepata nafasi ya kwanza, basi na wao walioko bench wa support wenzao, tupeane moyo, tuweza tukashinda hii game na tukavuka tukaendelea na hatua nyingine inayofuata. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.